naitwa Marius Alphonse. Nashukuru Mheshimiwa Balozi na mwenyekiti wetu wa kikao hiki. Mimi kwanza ni washukuru na kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, moja kati ya mitaa ambayo inaunda kata ya Kimanga. Mtaa wangu unaitwa Darajani. Mheshimiwa, ningependa kutoa maelezo tu mafupi kwa ajili ya kukomboa muda, na yatakuwa yamejikita katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza itakuwa ni vitu vilivyopotea vikiwa mikononi mwangu, lakini sehemu ya pili ni taarifa ya vifo viwili ambavyo vilitokea kwenye mtaa wangu mimi kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa eneo husika. Siku ya tarehe 29 serikali ilijipanga kabisa kuwezesha zoezi la uchaguzi mkuu. Lakini katika kujipanga kule viko vitu ambavyo vilikuwa havitoshelezi, ikiwa ni pamoja na vifaa vya kuwezesha zoezi zima kufanikiwa. Kwa imani ambayo wananchi wanatupa sisi wenye viti ama sisi viongozi wa mitaa, tunapokuwa tunawafuata wadau wetu, wanaweza kutuwezesha vitu viwili vitatu au vifaa kwa ajili ya kuwezesha zoezi lolote ambalo linaendelea ndani ya mtaa. Hivyo tarehe 29 nilipata bahati ya kukutana na baadhi ya watu ambao wengine walitukodisha vitu hivyo, lakini wengine walitupa kwa kutuazima ili tuwezeshe zoezi. Lakini punde baada ya muda kupita kidogo na zoezi la uchaguzi likiwa linaendelea, baada ya vijana wale kuwa katika maandamano yale au katika vurugu zile, ilisababisha baadhi ya vifaa hivyo kupotea. Na kwa sababu wananchi walituamini sisi viongozi wao kwamba bwana mwenyekiti, tunakusaidia vitu hivi, hebu uwezesha zoezi lako liendelee, basi vivyo hivyo ndivyo wamekuwa wakitudai sisi viongozi, kwa sababu vitu hivyo hawajawakabidhi watu wengine. Nilipambana kuwafikishia taarifa ya kufika kwenye kikao hiki, lakini swali lao, mwenyekiti, sisi tumekupa wewe, tunakwenda kueleza nini? Hivyo nimechukua jukumu la kuja hapa ili niweze kuwaeleza vitu hivyo, ambayo ni sehemu yangu ya kwanza kabisa, ili ikiwezekana basi kama kuna chochote ambacho kitawezeshwa, walau na sisi tutoke kwenye mtego ule wa kudaiwa na tuendelee kutunza imani kwa wananchi wetu. Yuko mwananchi anaitwa Charles Gwera. Huyu katika kituo changu cha serikali ya mtaa kulikuwa na polling station 14. Huyu aliweza kutuazima maturubai mawili ambayo yana thamani ya shilingi milioni 4 baada ya kuwa nimewasiliana naye. Lakini pia yuko mama Eliudi Mchao ambaye alituazima viti 15, na aliyekwenda kufuata yule kijana pale anaitwa Abdul, viti 15 ambavyo kila kiti kimoja thamani yake ni shilingi 30, maana yake ni shilingi 450. Lakini yuko Beatrice Kajigiri ambaye alitupa meza 9 ambazo kila meza moja ina thamani ya shilingi 60,000, jumla yake ni shilingi 720. Lakini pia yuko Pendo Arthur Mwenda alitupa viti 20 ambavyo kiti kimoja thamani yake ni shilingi 30 na jumla ni shilingi 600,000. Lakini pia wakati zoezi linaendelea nilikuwa nina PC, personal computer, ambayo niliacha ofisini, na yenyewe kwa bahati mbaya kwa sababu ofisi ya serikali ya mtaa ilipata adha ya kuchoma moto na yenyewe iliungua moto. Ni PC aina ya HP Core i7 ambayo thamani yake ni shilingi 720,000. Jumla ya vitu hivi inakuwa ni shilingi milioni 6,490,000. Sasa unaweza kuona mzigo ambao mwenyekiti wa serikali ya mtaa anaubeba. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba naweza nikakosa ushirikiano kwa hawa watu hata siku nyingine ninapokuwa nahitaji ushirikiano wao. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni kuripoti matukio ya vifo. Tarehe 29 baada ya matukio yale kutokea au baada ya tukio lile la vurugu kutokea, kesho yake tarehe 30 serikali kupitia IGP alitoa maelekezo ya watu kukaa ndani. Kama huna sababu ya kutoka ukaenda. Lakini kwa bahati mbaya wako wananchi ama sisi watu tunatofautiana.
Wako wengine wanatoka kwa sababu maalum na wengine wanatoka kwa sababu zisizo maalum. Siku ya tarehe 30 mtaani kwangu yuko mtu mmoja anaitwa Abdul Kadir. Sitoweza kufahamu majina yake ya mwisho, lakini nitajitahidi niatafute. Anaitwa Abdul Kadir. Abdul Kadir ana shida kidogo ya mental health, shida ya afya ya akili. Si mtu ambaye alikuwa timamu sana. Ni mtu ambaye amezoeleka sana mtaani. Ni mtu ambaye pia pamoja na kutokuwa timamu anaweza kufanya vishughuli vidogo vidogo kama kufagia na vitu vingine vya namna hiyo. Amekuwa akiishi hivyo na watu siku zote. Sasa siku ile aliambiwa stoke, lakini kwa sababu nafikiri ya matatizo yake hakuweza kutii. Ilipofika muda wa saa 6 kuelekea saa 7, basi kwa sababu kulikuwa na hali hiyo ambayo ilikuwa inaendelea, Abdul Kadir alibahatika kupigwa risasi ya tumbo, na nafikiri video hiyo ilisambaa sana mtandaoni. Bahatika kupigwa risasi ya tumbo ikatokezea mgongoni na akapoteza maisha. Ama msikiti wa Chonde ulioko mtaa wa Mawenzi, kama mwenyekiti nilishirikiana na shehe kuhakikisha kwamba wanamhifadhi hapo, tukiwa tunaendelea kutoa taratibu zingine. Ikawa nimewasiliana na Afande OCS Madam Beatrice wa kituo B cha polisi Tabata, akawa amenipa maelekezo ya kwamba kama inawezekana watu wakazike. Nilishindwa kutoa maelekezo hayo kwa sababu bado ndugu walikuwa hawajapatikana. Hivyo tukaendelea kushirikiana na majirani pamoja na watu wengine kuhakikisha kwamba walau basi tupate ndugu zake. Wao ndio waamue tuzike ama tufanye kitu gani, mwili ukiwa pale msikitini. Lakini pia siku ile ile alikuwepo kijana mmoja, ni mwendesha bajaji ambaye anaitwa Juma. Majina yake kamili siyafahamu, lakini anaitwa Juma. Naye pia akiwa katika harakati za kutafuta alikutana na askari. Kwa bahati mbaya sana, kijana yule alionyesha vitendo ama viashiria ambavyo ni kama vya kuwashambulia askari. Hivyo askari na wenyewe wakamjibu. Alishika jiwe, kabla ya kulirusha askari akawa amempiga risasi ya kifua na yeye akawa amefariki. Baada ya hapo wananchi wakanipa taarifa, mimi kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama nikawaomba pia zoezi lile lililofanyika kwa Abdul Kadir na wenyewe pia wambebe wampeleke kwa Sheikh Chonde, kwa sababu Sheikh Chonde nilikuwa nimeshawasiliana naye kwamba kutokana na hali hii ya state emergency, chochote kitakachotokea naomba unisaidie, kutokana na ugumu uliokuwepo wa barabarani kufika na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini pia vile vile nikatoa taarifa kwa Afande OCS wa kituo changu cha Tabata ili aweze kutambua matukio hayo. Hata hivyo aliniahidi kwamba kuna ambulance itapita mtaani kwa ajili ya kufanya matukio hayo kukusanya, lakini haikufanyika hivyo. Ilipofika saa 2 usiku watu wakabeba mwili wakapeleka kwa Sheikh Chonde. Nashukuru sana. Baada ya siku ya pili ndugu zao wote wakajitokeza. Kwa hivyo ndugu Abdul Kadir wakasema sisi kama familia tunaomba kuchukua mwili twende tukazike. Hivyo wakatoa taarifa kwa jeshi la polisi kwamba wanaenda kuzika mahali wasidhurike tena. Wakaenda kuzika maeneo ya Kijichi. Lakini pia Abdul Kadir huyu Juma na mwenyewe pia ndugu zake wakajitokeza. Pale pale mtaani kwangu ninao maeneo ya makaburi, tukachagua eneo moja hapo akaweza kuhifadhiwa. Kwa hivyo taarifa yangu inaishia hapo. Taarifa sehemu ya kwanza ya kupotelewa vitu na sehemu ya pili taarifa ya vifo katika mtaa wangu. Asante sana.